Safari ya kutengeneza vyombo hivi tunavyotengeneza hapa ni inaanzia kwenye hizi materials ambazo zinapatikana hapa Tanzania. Ni material hizi zinazoonekana, lakini tunachukua baadhi kama 4. Tunachukua kaolin, tunachukua feldspar, tunachukua silica sand, tunachukua na ball clay. Tunaenda kuzisaga kwa pamoja. Na japo zote kila moja ina kazi yake, lakini tunazisaga kwa pamoja ili ziende zikasaidiane sasa kwenye swala zima la kutengeneza huo mchanganyiko au composition. Kwa hiyo tunazichukua, tunaziingiza kwenye mtambo unaitwa ball mill, na ball mill na yenyewe inakuwa kwenye muonekano kama hivi itakavyoonekana. Kazi ya hizi material sasa ndio ile composition ya udongo kwa ujumla, ile clay ambayo inaenda kutengeneza vyombo. Kaolin tunaitumia kwa sababu yenyewe inakuwa inasaidia sasa kuhimili joto, kwa sababu matanuri yetu yanakuwa na joto kali sana, ambayo tunachoma kwa nyuzi joto 1250. Kwa hiyo kaolin kwa sababu yenyewe inahimili joto, kwa hiyo inazisaidia hizi materials zingine kuwa imara pia, kwa sababu tunaenda kuzisaga zinakuwa ni kitu kimoja. Feldspar yenyewe sasa inaenda kusaidia ule ugumu na ungavu pamoja na ule ungavu unaoonekana kwenye chombo, na kule kustahimili unapotengeneza chombo kikakaa. Kwa hiyo ile inatusaidia kwa sababu ni jiwe gumu. Lakini vile vile quartz na silica sand pia inatusaidia pale unapochoma, pale inapobadilika kutoka kwenye hali ya ile ulioanzia mwanzo mpaka inakuja kuwa chombo. Kuna mabadiliko yanayotokea pale unapochoma. Kwa hiyo silica sand inasaidia. Kwa hiyo ni silica sand au quartz. Hii na quartz na silica sand ni jamii moja. Lakini ball clay yenyewe itaenda kutusaidia sisi sasa kwenye kutengeneza ile shape, kwa sababu inakuwa kama gundi. Kwa hiyo tunachukua ile plasticity yake, ndio tunatumia hiyo ball clay. Na hii inaitwa ball mill. Kwa hiyo ndani ya ball mill kuna yale mawe tunaita pebbles, kama mliona pale, ya mviringo hivi, makubwa na madogo. Kwa hiyo yako kwenye mchanganyiko huko ndani na kiwango maalum kwa ajili ya kusaga zile material. Kwa sababu hii mtungi wetu unabeba kilo 200, kwa hiyo lazima tufuate ratio ya material na wingi wa yale mawe, ili tusije tukasaga sana ile material, tukafanya over milling wanasema. Kwa hiyo tunaweka kwa kiwango maalum na kwa muda maalum kusaga. Kwa hiyo ile material tunaichanganya pamoja na maji. Kwa mfano kama hapa tumesha changanya material pamoja na maji kwa kiwango maalum, pamoja na yale mawe. Sasa ikiwa inazunguka hii, ndio inakuwa inasaidia kusaga ile material. Kwa hiyo tunasaga kwa muda wa masaa 16, ambayo yenyewe inakuwa inakamilisha mizunguko 1045, ambayo ni sana hayo masaa 16. Kwa hiyo yenyewe itazima automatically. Itazima na material ambayo iko huko ndani itakuwa tayari imeshasagwa vizuri. Kwa hiyo kitakachotokea hapo tutaichuja, na baada ya kuichuja tunaiweka kwenye blancher sasa, tayari kwa ajili ya kuvutwa na kwenda kutufanyia matengenezo. Baada ya kutoka kwenye ball mill, tunakuja hapa kwenye blancher. Hii blancher ni kisima ambacho kazi yake ni kuhifadhi ile material iliyotoka kwenye ball mill. Baada ya kusagwa, tunaiweka hapa, tunaichuja, tunaiacha hapa, and then tunatumia mashine hii kwa ajili ya kufilter sasa, ambapo inasaidiwa na pampu ambayo itakuwa inanyonya hiyo material humo ndani mchanganyiko na kuileta hapa kwenye hii mashine. And then itakuwa inachuja. Itakamua hapa katikati ya hizi nafasi. Kuna nafasi hapa itakuwa kunatengenezwa kitu kama keki. Keki ya udongo. Kwa hiyo ile keki itakuwa tayari imeshakamuliwa na kutoa yale maji, kwa hiyo tabaki udongo peke yake. And then udongo, kwa sababu unakuwa na hewa,
Kwa hiyo tunatumia mashine nyingine hii hapa kwa ajili ya kwenda kutoa ile hewa kwenye udongo, kwa sababu udongo tunaotumia hautakiwi kuwa na hewa. And then baada ya hapo sasa, kutoka kwenye hii mashine tayari inakuwa kwa matumizi ya kutengenezea vyombo. Preparation nyingine ambayo pale kwenye maandalizi yale ya kuandaa udongo, wakati tunachanganya tunaongeza kuna material kwa ajili ya kwenda kumimina. Nasema casting. Kwa hiyo kuna njia mbili sasa za kutengeneza, kuna casting na pamoja na njia ya kufinyanga. Kwa hiyo hii ya kupitia huku kwenye hii mashine na ya kuchuja na kukamua ni tunasema ya kutengeneza kwa kufinyanga. Lakini hile kule inatoka kule kwenda kule kwa ajili ya kimiminika inaitwa kwa ajili ya casting. Okay. Kwa hiyo udongo tunaweka hapa. Hii ndio tumetoka pale kwenye filter press, afu tunaweka udongo ukishatoka hapa sasa unakuwa tayari kwa matengenezo. Kama huu unakuwa hauna hewa. Kwa hiyo umetolewa hewa kwa ajili ya kutengenezea na kufinyangia. Yes. Hapo unakuwa tayari kwa matengenezo ya chombo chochote kile ambacho kitakuwa kimehitajika na mteja. Hii iliyopo hapa sasa hivi ni moldi ya sahani. Hii moldi inatuonyesha shape ya nje ya sahani, na hii unachokiona hapa kinaitwa template, hii ubao. Kazi yake ni kutengeneza shape ya ndani ya sahani. Kwa hiyo mashine hii unaweza kutumia kwa kutengeneza sahani au bakuli kulingana na aina za moldi mbalimbali ambazo tunazo. Sasa hii ni sahani ya kati, sio kubwa, ni ya size ya kati. Kwa hiyo unapoweka hapa kwenye hii head, wakati unataka kutengeneza, kwanza una seti kati ya sahani, kati ya hii moldi na hii template. Unaishusha kama hivi. Unahakikisha kwamba kunakuwa na uwazi hapa, ili unapokata hiki kipisi cha udongo kuweka hapa iweze kuzunguka. Kwa hiyo inapozunguka, hii template inatengeneza shape ya ndani ya sahani, moldi inakupa shape ya nje ya sahani. Kama hivi, chukua kipande nakiweka hapa kwenye hii moldi. Shindilia kidogo ili nitakaposhusha hii template udongo usiweze kuruka. Kinachofuata naloanisha na maji kidogo ili nipate ule utelezi kati ya udongo na hii template. Nashusha chuma changu vizuri na kushindilia taratibu. Unapokishindilia huu udongo unasambaa kwenye hii moldi. Kulingana na shape ya moldi jinsi ilivyo. Shindilia unatoka pembeni na kushia. Kwa muda kama sekunde 3-4. Imenipa shape kati ya template na hii moldi. Imetengeneza kitu ambacho kina shape inayoonekana. Udongo unaozidi kupembeni inabidi tuondoe ili kurahisisha namna ya kunyauka kwenye mvutano. Kwa hiyo nimeondoa wa pembeni, nimeacha ile size ya sahani ambayo inatakiwa. Kwa hiyo tunataka kusafishe ili kupunguza nguvu ya kunyonya maji pamoja. Hapo sahani yangu inakuwa iko tayari. Kazi ya hii moldi ni kufyonza maji yaliyoko kwenye udongo. Kawaida udongo unakuwa na maji. Kwa hiyo unapotengeneza kama hivi, hii kazi ya hii moldi ni kunyonya maji yaliyoko kwenye hii sahani. Baada ya masaa 2-3 inakuwa imenyauka. Inavyonyauka inakuwa inarudi ndani, inashiriki.
Kwa hiyo inaachia yenyewe kwenye hii moldi moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya masaa kadhaa unaweza ukaja ukaitoa na hii imeshajiachia. Kwa hiyo unaweza ukainyanyua tu kwa rahisi kama hivi. Kwa hiyo unaiweka pembeni, inasubiri hatua inayofuata. Kazi ya hii mashine ni kukupa mzunguko tu, lakini design ya kitu chochote ambacho unataka kutengeneza inatoka kwenye akili yako. Either huo umepewa sample na mteja kwamba naomba unitengenezee kitu kama hiki, basi tunatumia mashine kama hii. Udongo ni ule ule ambao tumetumia kwenye ile mashine ya kwanza. Lakini tofauti ya hapa ni kwamba umbo la kitu unachokitengeneza haliko kwenye moldi, iko kwenye mikono yako. Kwa hiyo mikono yako na akili yako, picha ya kitu unachotaka kutengeneza either iko kichwani au umewekewa mezani. Na kawaida hata ukiwekewa mezani lazima kwanza uhamishie kwenye akili yako ndio uweze kuitengeneza kwa mikono yako. Kwa hiyo hapa kitu cha kwanza unachotakiwa ni kuhakikisha kwamba udongo kisha uweka center kwenye mashine ukae center. Kwa mfano hapa unacheza. Sasa kwa design hii huwezi kutengeneza kitu chochote. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unauweka center. Na katika mazingira ya kuweka center huu udongo, unauchanganya, unapandisha, unateremsha. Hii inasaidia pia kuondoa hewa ambayo imebaki kwenye udongo baada ya udongo kupitishwa kwenye ile mashine ya kutoa hewa au kuchanganya. Kwa hiyo hili zoezi la kuweka udongo center kwenye mashine pia linaendelea kutoa hewa ambayo imebaki kwenye udongo. Kisha hakikisha kwamba udongo wako umekaa center vizuri, hapo unaweza kutengeneza kitu chochote ambacho unahitaji. Kesho nageuza hivi. Kwa hiyo nachonga hii round ya shape ya nje. Ni shape ili hii vase yetu iweze kuwa na shape ya nje nzuri. Kwa hiyo baada ya hii kupungua maji kwa muda, tunageuza kama hivi, tunachonga mpaka shape yetu ya nje. Kwa hiyo vase yetu inakuwa imekamilika kwa hatua ya pili. Baada ya hapo tunaiweka inanyauka kidogo kama muda wa siku 2. Alafu tunaipiga sponge, yani kupiga polish. Ili kama kuna sehemu ina utundu kidogo, vimilima, vimabonde, iweze kuwa sawa. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nafanya pale, napiga sponge vizuri, basi inasubiri hatua inayofuata ya kwenda kuchomwa kwa joto dogo ili tuweze kupata rangi kama hii. Hiki kimechomwa kwa joto dogo kwa ajili ya kukiimarisha ili mchoraji atakapokuwa anachora, achore kwa urahisi. Usipofanya hivi, akichora kama kilivyo, anaweza akachora ndio, lakini ni riski sana kuvunjika kwa sababu hakina uimara wa kutosha. Lakini kikisha chomwa joto dogo la kwanza au ya kwanza, basi kinakuwa kimeimarishwa kiasi kwamba hata mchoraji anakuwa anachora kwa uhuru zaidi bila kuwa na shaka. Sehemu hii ni sehemu ya tunaita finishing, kupiga sponge au kupiga polish. Wakati kikitoka kwenye mashine kinaweza kikawa na michirizi mingi ambayo sio vizuri. Kwa mfano ukiona kama huku unaona kama mikato. Kwa hiyo ili tuweke smooth vizuri, tunatumia sponge na maji kidogo. Unakisugua, unaondoa sehemu zenye ncha kali ili kuweze kuwa na round nzuri mdomoni. Na huku ndani kama kuna sehemu vidole vimeshikashika, vimeacha alama, unapiga sponge vizuri ili kiweze kuwa smooth. Hata utakapoweka glaze iweze kuteleza vizuri. Kwa hiyo tunasugua kwa kiasi fulani. Huwezi kutumia nguvu sana kwa sababu bado ni green. Hakijachomwa ule mchomo wa kwanza. Kwa hiyo kutumia nguvu sana unaweza ukakivunja.
Kwa hiyo unatumia nguvu kidogo sana kwa ajili ya kuweka sawa. Piga huku ndani, unageuza upande wa nje pia. Unasugua ili kuondoa hizi alama za visu na sehemu zenye ncha kali. Unasugua kwa sponge taratibu. Na wakati mwingine unaweza kukuta chombo kina kama vitobo hivi, basi unatakiwa uhakikishe kwamba vyote umevisugua mpaka vimejiziba. Kwa sababu utakapokwenda kuwekwa kioo bado vitaonekana. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunavimaliza vyote. Tunahakikisha kwamba chombo chako kinakuwa kiko smooth vizuri. Kwa hiyo hiki hapa kiko tayari. Kinasubiri sasa hatua nyingine ya kwenda kuchomwa joto la kwanza, joto dogo, ili kukiimarisha, ili mchoraji asije akapata shida wakati wa kuchora. Baada ya kupiga sponge kinakuwa smooth, and then tunakwenda kuchoma kwa nyuzi joto 750. Tunachoma kidogo. Kwa hiyo utaona kama hiki chombo ambacho kimeshafanywa finishing na kimefanywa sponge na nini, kimechomwa kidogo kama hivi. Hii tunaita biscuit. Kikiwa hivi tunaita green. Kwa maana hiyo ni kibichi kabisa. Hapa kimeiva kidogo. Kwa hiyo baada ya kuchoma biscuit kama hivi sasa tunakwenda kuweka mchoro. Kwa hiyo sisi mchoro wetu unakuwa chini ya kile kioo ambacho baada ya mchoro tunaenda kuweka kioo sasa. Kile kina ule ungavu na kile kitu kinang'aa hapa juu ya chombo. Kwa hiyo sasa baada ya kuchoma kama hivi tunakwenda kwenye kitengo cha uchoraji. Kitengo cha uchoraji tunaenda kuweka mchoro. Kwa hiyo michoro yetu iko aina tofauti tofauti na yenyewe yote tunachora kwa kutumia mkono. Kama ulivyoona tunatengeneza kwa mkono, tunafanya finishing kwa mkono na vile vile tunachora kwa mkono. Kwenye michoro kuna aina tofauti ya michoro kulingana na mteja anavyohitaji. Lakini ukiangalia hapa kuna namna ya kuchora, kuna jinsi ya kuweka kwa freehand, kutumia mkono yani bila kutumia kitu chochote cha kusupport. Zaidi ni brush tu na rangi. And then kunakuwa na either utumie stencil. Na stencil unatumia ili kwa vile ile order labda inakuja order kubwa. Kwa hiyo stencil inatusaidia sisi kurahisisha kazi. Na stencil yenyewe pia tunachikata kwa mkono. Hatuna mashine maalum ili kuleta ile test ya mkono kwa wateja wetu ambao wengi wanapenda kazi ya mkono. Kwa hiyo fundi hapa anachofanya anachukua chombo na kuweka stencil kama hivi. Na kuchukua rangi na kuapply kwenye chombo. Kwa hiyo ukiangalia unaweka mchoro kwa stencil. Kwa hiyo unakuta inakuwa ni pattern labda ya wanyama ambayo tunaita Serengeti. Kwa hiyo utatumia stencil kwa njia moja. Kwa hiyo utaona namna ya kuweka kwa kutumia stencil. Lakini vile vile kuna njia nyingine ambayo ni freehand. Sasa utakuwa unatumia mkono kwa kuweka mchoro ambao umepewa, lakini michoro yetu ambayo ni freehand mara nyingi inakuwa ni pattern zile za ngozi, kama ni ngozi ya wanyama. Labda kwa mfano kama zebra, labda chui au pundamilia, pundamilia ndo zebra. Alafu kuna twiga. Kwa hiyo ile nani yake unaiweka kwa mkono kwa njia kama hivi. Kwa hiyo hii ni njia ya freehand. Kwa hiyo utaenda kwa kujirudia mpaka inakamilika kuwa pattern ya pundamilia. And then baada ya kuweka mchoro sasa, ili mchoro wetu ufunikwe na kile kioo, ndio tunatoka hapa sasa tunakwenda kwenye kufanya glazing.
Kwa hiyo kwenye glazing, chombo ambacho kimechorwa tayari kama hiki, baada ya kutengeneza, kufanywa finishing na matengenezo yote, hapa tunakwenda kwenye stage zile za mwisho ambapo sasa tunaweka kile kioo. Na kioo kinakuwa kwenye hali ya kimiminika kama hivi. Kwa hiyo tunachokifanya ni kutumbukiza hiki kikombe kwenye glaze. Hii ndio glaze. Kwa hiyo tuna dip. Kwa ukiangalia hapa sasa hivi ile chombo kimefunikwa ule mchoro. Huwezi kuuona. Na kadri tunavyozidi kukauka ndio mchoro unapotea kabisa. Lakini kupotea kwake ndio kule sasa kioo kujidhihirisha kwamba kipo. And then baada ukichoma ndio utaona sasa mchoro utaonekana tena vizuri. Kwa hiyo baada ya kutoka hapa tunaenda kuweka kwenye tanuri kama unavyoona pale tunaweka kwenye tanuri kwa ajili ya kuchoma. And then ukishachoma sasa hiki kioo baada ya kuchemka kitafunika ule mchoro. Kwa hiyo baada ya kufunika ule mchoro, chombo kinakuwa tayari kwa matumizi kwa sababu tunakuwa tumeshaziba matundu yote ambayo yako kwenye ule udongo. Kwa mfano kama chombo kama hiki bado kina matundu. Japo tumeshatoa hewa, tumefanya nini, bado kina matundu. Kwa hiyo ukienda kuchoma tena kuchoma kidogo, matundu yanaonekana bado yanakuwepo. Lakini ukija kwenye kuweka kioo, lengo kubwa kwanza ni kuziba yale matundu. Ili hata mtu anapotumia chombo kisiwe kinavuja. Sasa hivi tunakwenda kuchoma mchomo wa kwanza ili kuviweka ugumu kidogo. Hii sio mchomo ile wa kuweka glaze. Tukisha toka hapa sasa ukiangalia bado vya kijani. Ikishatoka hapa tunakuja sasa kuchora, kuweka mchoro au kuglaze. Maana zile glaze inaweza ikawa ni ile ya kioo au ya transparent au ya ambayo ina rangi. Lakini kwa mfano hapa hii mchanganyiko wa vyombo hivi tofauti tofauti inatuonyesha vyombo ambavyo ni green ambavyo tunaviandaa sasa kwa ajili ya kwenda kuweka ugumu kidogo. Lakini tanuri hili ndio litatumika kuchoma vyombo ambavyo vimeglaziwa. Joto tu ndio linabadilika. Kwamba hivi tutachoma kwa 1750 lakini ile glaze tunachoma 1250. Then ukishachoma hivyo unakuwa umeshapata chombo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.